Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Mungu tunaendelea kumkuta Yesu akiwa katika uchungu mkubwa, kwani mateso yake ambayo ni makali sana yamekaribia, na yeye anazidi kuumia moyo sana. Na huzuni yake inazidi kuongezeka, kwani yule ambaye aliwaonesha upendo, mmoja wao anapanga njama za kumsaliti na mwingine atamkana mbele ya watu, licha ya kwamba yeye amekuwa akiwaonesha upendo siku zote. Ndugu zangu, zaidi sana katika injili ya leo, Yesu anakuwa katika karamu pamoja na wanafunzi wake. Karamu hii ilikuwa tena ni ishara ya upendo kwa wanafunzi wake. Na wanafunzi wake hakika wangepaswa wajibu upendo huu kwa kuonyesha pia upendo kwa Yesu, lakini wao hawakufanikiwa. Ndugu zangu, Yesu anaamua kuwaeleza wazi wazi kwamba mmoja wao atamsaliti. Angetegemea kwamba suala hili lingewashtua wote, na labda wangeitisha kikao na kuulizana na kusaidiana na kuonyana, pengine na kumuonya yule mwenye tabia mbaya ya namna hii. Ndugu zangu, lakini cha ajabu, hakuna kikao walichoitiana, walichokifanya. Walichukulia suala hili kuwa kama ni mzaha tu. Nafikiri walikuwa hata hawamuonyi yule ambaye walikuwa wanajua kwamba alikuwa ni mwizi. Sisi ndugu zangu, tutambue kwamba wajibu wetu pia ni kuonyana sisi kwa sisi. Vitu vingi vinaharibika kwa kuwa tunaogopana mno. Hatuambiani ukweli, hatufuatiliani na kuonyana baadhi ya mambo. Tunasubiri mpaka mambo yanaharibika ndio tunashtuka. Tusiwe wanafiki ndugu zangu. Tabia kama hizi tuziache. Tujitahidi kusaidiana ili tusiwafanye wenzetu wapotee na kuishia kuumia, badala yake tuwasaidie. Katika somo la kwanza tutakutana na habari ya mtumishi mwaminifu wa Mungu aliyempole na kukabili hata kutoa mgongo wake upigwe. Huyo alikuwa ni Yesu ndugu zangu. Kwa kutoa mgongo wake upigwe ndio alivyoweza kuwaokoa wengi. Nasi tutambue kwamba kama hatutakubali wakati mwingine kutoa mgongo wetu upigwe, yani wakati mwingine kukubali kuonekana kama mjinga, yani wakati mwingine nikubali kuumia na kwa ajili ya familia yangu, nipambane kwa ajili ya familia yangu, hakika hatutaweza kufanya chochote, hatutaweza kuokoa kitu chochote. Wako kina mama na baba wanapambana, mwingine anabeba nyanya huko, mwingine anabeba magunia na hangaika hivi. Huku ni kutoa mgongo ili usulubiwe kwa ajili ya kuokoa familia yako, ili watoto waweze kwenda shule, ili waweze kupata mahitaji. Wapo watu ambao kule wanapigika kweli. Wengine wanaishia kuwa na makovu. Haya ni makovu ya upendo. Kwa hiyo tusiogope. Yesu ameshatuonyesha mfano ndugu zangu. Nasi tujitahidi ndugu zangu tujitoe ili familia zetu, tusikubali kile tulichokabidhiwa kifie mbele yetu. Kutoa mgongo ni kujitahidi, kujituma ili kuweza kuleta ukombozi. Ndugu zangu, sisi tuwe na bidii ya kuwahudumia wenzetu ili tuweze kuwapa faraja na amani, wajisikie faraja. Yesu ametuonyesha mfano mzuri sana wa kujitoa sadaka bila kujibakiza, na sisi tujitoe bila kujibakiza. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado naendelea kukumbusha shajara zetu za sali mbashara zipo pale St. Joseph Cathedral kwenye kontena ya kwaya. Dar es Salaam zipo, na Moshi Bookshop zipo, kwa Kapuchini San Damiano Msimbazi pia zipo. Jipatie nakala yako uweze kujisomea kwa furaha. Siku njema.